أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين، والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى، نفعنا الله به وبكم آمين. وأما حديث لا يشوش قارئكم على مسليكم فحديث موضوع. طبعا baada ya kusoma katika jalsa iliyopita adilla na shawahid mbalimbali kutoka katika Qur'an na katika Sunna juu ya masala mazima ya kufanya dhikri kwa pamoja na kwa sauti ya juu baada ya sala, na tukaona ya kwamba Sunna kama alivyoeleza Ibn Abbas ni kuinua sauti kwa dhikri. Inna rafa'a sauti bidhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukasoma adilla nyingi ambazo kwamba tumesoma katika darasa iliyopita. Darasa leo Maulana anaangazia baadhi ya shubha hewa ambazo kwamba wanazitumia wanaokataza watu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti. Wa amma hadith inasema la yushawishu qari'ukum, asimtie tashwishi mwenye kusoma miongoni mwenu, ala musallikum, juu mwenye kusali miongoni mwenu, fa hadithun mawdu'un, hadithi ni ngano, hadithi ya urongo. Sikia hadith mawdu', hadithi iliyozuliwa akasingiziwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunajua uovu na makemeo ya mwenye kufanya sala ama jambo kama hilo. Qala fi kashf al-khafa, amesema katika kashf al-khafa, kitabu kashf al-khafa ni cha Imam al-Ajluni, jalad wa pili, sahifa 527 nambari 3149. Qala an-Najm, amesema al-Imam an-Najm, la yu'rafu, hadithi haifahamiki bihadha al-lafzi, kwa tamko hilo. Wa azidu, Maulana asema na nazidisha, bi annahu mawdu'un, ya kwamba hadithi ni ya uongo, imezuliwa, wala sanada lahu, wala haina sanad. Angalia matatizo haya. Yani sisi tutoa hadithi ambazo kwamba sahihi katika Bukhari na Muslim na vitabu vya hadithi, mtu anakuja kutuletea hadithi la urongo la uozo kama hili la kutupwa katika debe la taka. Hadithi mawdhu', hizi ndo za kufaa kutupwa kwenye debe la taka. Wa amma hadithu, ama hadithi yasemayo la yajhar ba'dhukum ala ba'd, la yajhar, wasidhihirishe, yani wasipige kelele, ba'dhukum, baadhi yenu, ala baadhi, juu ya baadhi nyingine, yani kuwapigia kelele wengine, fil Qur'ani, katika Qur'an. Yani msisome kwa mashindani, huyu akao mnasala, labda huyu akawa anasoma kwa sauti, yule asoma kwa sauti, kelele ikawa mfujo. Sasa falaisa fi maanahu, hadithi hii haipo katika maana ya kufanya dhikri kwa sauti, asema la, bali almuradu minhu, bali maksudia hadithi alla yarfa insanu sautahu bilqur'ani, ni binadamu mwingine asinua sauti yake kwa Qur'an, ala sauti akhar, juu ya sauti ya mwingine, bilqur'an, kwa Qur'an. Wa fihi, na ndani ya hadithi tunafahamu ya kwamba annahu, ya kwamba la yajuzu, haifai, ay yarfa musallin, ainue sauti, ay yarfa musallin sautahu, ainue mwenye kusali sauti yake, bilqur'an, kwa kusoma Qur'an, khalfa al-imami, nyuma imamu, wa unasali maamuma, hufai kusoma kwa sauti, au liyudhariba ala musallin akhara, ama ili ashindane na mwenye kusali mwingine, haifai.
ukiwa unaswali soma kiasi yako na ule asome kiasi yake, msisome kwa mashindani. Ndio maana ya hadithi. Aqul, nasema liman ta'assaba, kwa yule mwenye kufanya ta'assub, mwenye kushikamana kwa ukereketo tu na ushabiki, li ghairi ma qarrarnahu, kwa hukumu nyingine isiyokuwa hii ambayo kwamba tuloithibitisha na kueleza hapa. Aidha vile vile tunasema kumwambia, yani yule ambaye mwenye kushika mafundisho mengine kuhusiana na masala ya kuinua sauti kwa dhikri isiyokuwa haya, tunamwambia. Qala Sheikh Suleiman bin Sahman al-Najdi al-Hanbali, amesema huyu Sheikh Suleiman bin Sahman al-Najdi al-Hanbali, Hanbali huyu si Mshafi, tawafa sana, alokufa mwaka 1349, alokufa mwaka 1349. Fi kitabi, amesema hayo katika kitabu chake Tahqiq al-Kalam fi mashru'iyyat al-jahr bil-dhikr ba'da as-salam. Asema طبع دار العاصمة الرياض، chapa ya Darul Asima Riyadh, tabatu thania, chapa ya pili ya mwaka 1408 Hijria, sahifa ya 48. Asema maana su, asema namba kama nasu yake ni laysa ma thabata fi sahih ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuna katika yale uthubutu katika hadithi sahihi kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, mimma sannahu, katika yale ambayo kwamba mtume aliyosunisha, yani katika yale ambayo kwamba mtume ameamrisha, na al-jahri bidhikri, kutukamana na kudhihirisha sauti kwa dhikri, baada al-maktubati, baada ya swala ya faradhi, tashwishan ala nas. Asema hakuna juu ya jambo hilo kuatia tashwishi watu, yani asema jambo hili la kuinua sauti kwa dhikri ambalo kwamba mtume ameliamrisha, sema hakuna tashwishi, hakuna kuatia tashwishi watu. Bal hadha al-qawl, bal qawlihi, ikatazayo watu kuinua sauti kwa dhikri baada ya sala, huwa tashwishu ala nas. Hii kauli ndio inawatia tashwishi watu, watalbisu alaihim, na kauli hii ndio ambayo kwamba inawachanganya watu, sio dhikri. Bal huwa min abtalil batil, bal kauli hii ya kuwakataza watu kuinua sauti kwa dhikri baada ya sala ni katika batili ambayo kwamba batili zaidi. Wa adhamil munkarat, ni katika maovu makubwa. Yani kauli hii ya kuwakataza watu kuinua sauti kwa dhikri ni ovu kubwa hili. Anadhalika, kwa sababu hili la kuwakataza watu kuinua sauti kwa dhikri, daf'un fi nahri nususi, ni kuzisukuma shingo za nafsi. Yani asema kuwakataza watu kuinua sauti, daf'un fi nahri nususi, yani kwa lugha nyingine ni kuzikataa nafsi, ni kuyakataa mafundisho ya Qur'ani na Sunna kwa kifua pasi na hujja. Waraddu laha, na ni kuziradi hizi, kuzirudisha na kuzikataa nafsi, bitamwihi, kukuchanganya changanya tu, kwa ujanja tu. Wasafsatati, na mijadala ya upotevu. Safsata ni mjadala ambao kwamba uliosimama juu ya misingi ambao kwamba ni makosa. Walqawli bila ilmi, na kujisemea tu pasi na ilmu. Wa qalbin lilhaqaiqi, asema na huko ni kuzungua, ni kubadilisha uhalisia wa mambo yalivyo. Yani asema mtu mwenye kukataza, huyu ni mwanazuoni katika wanazuoni wa Kihanabila, asema kuwakataza watu kuinua sauti kwa dhikri baada ya sala ni kuzisukuma nafsi, ni kuzikataa nafsi kwa kifua tu pasi na hujja, ni kuchanganya watu, ni safsata, ni mijadala ya batili, ni qawlu bila ilmi, ni qalbu lilhaqaiq. Fa inna hadha alqawla, hakika qawlihi, la yaqulu, haisemi, man fi qalbihi ta'dhimun linnususi wa tawqiru laha. Hasemi qawlihi yule mtu ambaye kwamba katika moyo wake kuna kuziadhimisha nafsi. Hasemi qawlihi mtu ambaye kwamba katika moyo wake kuna kuyaadhimisha maneno ya mtume na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawqiru laha. Hasemi maneno haya mtu ambaye kwamba katika moyo wake kuna kuyaheshimu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bal aqwalu rijali, bali maneno ya watu, wa kharsuha, na maurongo wanayozoa watu, indahu, mbele ya mtu mwenye kusema kauli hiyo, a'dhamu qadran, maneno ya watu yenye cheo kikubwa, wa ajallu khataran, na khatari ya kuyapinga ni kubwa zaidi kwake yeye kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya mtume.
Falidhalika, kwa sababu hiyo, zaama, amedai, anna hadha, ya kwamba hila kuinua sauti kwa dhikri, tashwishun ala nnas, ni kuatia tashwishi watu, bimujarradi khilafi baadhi ahli almadhahib alarba'ati, kwa sababu tu ya ikhtilafu ambazo kwamba wamezileta baadhi ya wanazuoni madhehebu manne. Bimujarradi khilafi baadhi ahli almadhahib alarba, kwa sababu ya kulikhalifu tu, yani kwa sababu ya ikhtilafu iliyotokea kutoka katika baadhi ya watu wa madhehebu manne. Intaha, imekomeka maneno mwanazuoni huyu. Yani maneno haya ala fikra ni maneno mazito, ni maneno ambayo kwamba yanaandikwa kwa wino wa dhahabu. Asema mtu ambaye kwamba akataza watu kuinua sauti kwa dhikri baada ya sala ni mtu ambaye kwamba haziheshimu kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mtu huyu maneno ya watu na maurongo wanaozua watu kwa yeye ni mambo makubwa zaidi kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika qala Ibn Hazm fi al-Muhalla, vile vile amesema al-Imam Ibn Hazm katika kitabu chake cha fiqh kikubwa hiki al-Muhalla bil Athar, mujallad 4 sahifa 260, mas'alatun, hani mas'ala, wa raf'u sauti bitakbiri, na kuinua sauti kwa kusoma takbiri, ithra kulli salatin, baada ya kila sala, hasanun, ni jambo jema. وقال الإمام الحافظ السيوطي في رسالته, na amesema al-Imam al-Hafidh as-Suyuti katika risala yake inayoitwa Natijatul Fikri biljahri bidhikri, unzur al-Hawil al-Fatawa, ambao kwamba tizama katika kitabu hiki al-Hawil al-Fatawa utaipata jalada ya kwanza ukurasa wa 393. maana su amesema namba kama nasu yake ni hii: faslun, hii ni faslu, idha taamalta, pindi ukiyapeleleza vizuri, ma awradna min al-hadithi, zile ambazo kwamba tulizozileta hapa miongoni mwa hadithi, arafta, utafahamu, min majmu'iha, kutokamana na mkusanyiko hizo hadithi, annahu, ya kwamba la karahata, hakuna umakruhu, albatta, kabisa, fil jahri bidhikri, katika kudhihirisha sauti kwa dhikri, bal fihi, bali mna ndani yake, ma yadullu, zile dalili zinazojulisha, ala istihbabihi, juu ya kulipendekeza hilo, imma sarihan, ima dalili hizo zinajulisha kwa wazi, au iltizaman, ama zinajulisha hilo kwa akili, kwa yale mafumu yanayofahamika kwa akili. Yani ima dalili hizo zenye kujulisha juu ya kupendekeza kuinua sauti kwa dhikri, ima dalili ambazo kwamba ziko wazi, ama dalili ambazo kwamba tunazifahamu kupitia akili tu, kama asharna ilayhi, kama tulivyoliashiria hilo. Fa in qulta, ukisema sasa, qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, wadhkur rabbaka, namtaje Mola wako, fi nafsika, nafsini mwako, tadarruan, kwa unyenyekevu, wa khifatan, kwa hofu, wa duna aljahri min alqawli, na pasna kupiga kelele kwa kauli. Ukisema sasa nyewe muamrisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti, mbona Mwenyezi Mungu asema hivi? Qultu, nitasema, aljawabu an hadhihi alayati, jawabu kuhusiana na mafumu ya aya hii, min thalathati awjuhi, linakuja katika njia hizi tatu. Al-awwalu, njia kwanza, annaha makkiyatun, ni kwamba aya hii imeteremka Makka, ka ayatil Isra, kama aya ile ambayo kwamba ipo katika suratul Isra isemayo, wala tajhar bisalatika, wala usidhihirishe kisomo kwa sala yako, wala tukhafit biha, wala usikifanye kwa siri, wabtaghi baina dhalika sabila, na tafuta njia baina ya hayo mawili, baina ya kudhihirisha na kufanya kwa siri, yani kuwa baina. Hayo mtume aliambiwa akiwa Makka, kwa sababu yalla tuendelee. Waqad nazalat, na hakika aya hiyo imeteremka, hina kana nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alipokuwa mtume, yajharu bilqur'ani, akidhihirisha sauti kwa Qur'ani, fayasma'uhu almushrikuna, wanaisikia washirikina, fayasubbuna alqur'ana, wanaitukana Qur'ani baada ya hapo, waman anzalahu, na wanamtukana yule aliyeteremsha Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa umira bitarki aljahri, mtume akaamrishwa kulingana na muktadha kama huo, akaamrishwa kuacha kudhihirisha
kisomo chake saddan lidhari'ati, kwa ajili ya kuzuia njia mbaya hii ya kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala, kuitukana Qur'ani, si kwa lingine. Kama anuhia, kama alivyokatazwa, an sabbil asnami, kuyatukana masanamu ya makafiri, lidhalika, kwa sababu hiyo hiyo, fi qawli, katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, wala msiwatukane wale ambao kwamba wanaomba wasiokuwa Mwenyezi Mungu. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, wala msiwatukane wale ambao kwamba wanaomba miungu mengine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasubbu Allah, wakamtukana Mwenyezi Mungu, adwan, kwa ujeuri tu, bighairi ilmin, pasina elimu, pasina kujua. Yani msiwatukane masanamu wa hao makafiri, kwa sababu mkiwatukana masanamu wao watamtukana Mwenyezi Mungu kwa ujeuri tu, na pasina kujua hatari ya kumtukana Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo acheni. Waqad zala hadha almani'u, na kizuizi hiki kimeondoka. Kizuizi ambacho kwamba Mtume alikatazwa kwacho kudhihirisha kisomo chake, ambacho kwamba ni kizuizi cha unyonge wa Waislamu wakiwa katika dola ya makafiri, na makafiri kuwa na nguvu, wana uhuru, wana uwezo wa kumtukana Mwenyezi Mungu atakavyo, kimeondoka. Sasa hivi Waislamu wako na nguvu. Wa ashara ila dhalika Ibn Kathir fi tafsirihi, na ameliashiria hilo al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake. Ndio maana yake baada ya hapo tukaamrisha watu kusoma kwa sauti katika salatul maghrib, katika salatul isha, katika salatul fajr, basi na hofu, kwa sababu ile sababu ishaondoka. Qultu, nimesema, amma hadithi isemayo khairu dhikri al-khafiy, bora dhikri ni ile ambayo kwamba yenye kujificha. Bora dhikri ni ile yenye ya khafi, yani ile ya chini kwa chini, ile yenye kujificha, si ile yenye kudhihirishwa. Asema fa hadithun dhaifun, hadithi kwanza dhaif. La kwanza hilo. Unzur, tizama katika kitabu Sahih Ibn Hibban, jalada ya 3, sahifa ya 91. Wal maqasid al hasana, natizama katika kitabu al maqasid al hasana lisakhawi cha Imam as-Sakhawi, sahifa ya 207, ala anna maanahu, juu ya kwamba maana yake laysa kama yatabadaru li ba'd an-nasi, si kama vile ambavyo kwamba inaweza kuja haraka katika bongo za baadhi ya watu. Sema maana yake si ile ambayo kwamba baadhi ya watu kwa haraka zao wanaifahamu. La, qala al-Hafidh as-Sakhawi hunaka, amesema al-Imam al-Hafidh as-Sakhawi huko katika kitabu chake al-Maqasid al-Hasana, wal maana, na maana ya hadithi hii, anna ikhfa al-amali, ni kwamba kuficha amal, wa adama shuhura, na kuto kuitangaza, wal isharati ila rajuli, na kumwashiria mtu ulomfanyia khairi, bil asabi', kwa vidole, khairun, ni bora, min dhiddihi, kuliko kinyume chake, wa aslamu, ni jambo ambalo kwamba lenye amani zaidi, ni jambo salama zaidi, fi dunia, katika dunia, wa din, na katika dini. Intaha, yamekomeka ndio kusudia kwa nukulu. Hii ndio maana yake, ni kwamba kufanya amal kwa siri, ukawa umemsaidia mtu na usitangaze, wala usio na mshiria, yule bwana nimfanyia mimi vile, ile kanzu aliyovaa bwana mmempa mimi, asema mbora zaidi, ni jambo lenye usalama zaidi katika dunia na akhera. Hii ndio maana yake. Fayakunu maana dhikri huna, inakuwa maana ya dhikri katika hadithi hii, asirat adh-dhatiya lil-insan, ni ile CV ya binadamu. Aya nakusudia al-khumul, khumul, mtu kujiweka chini, yani usiwe mtu wa kujitangaza. Khairu, ni bora zaidi, mina shuhra, kuliko kujitangaza. Wala kulli hali, na kwa hali yoyote, iwe maana yake ni hii ama ile, fal hadithu dhaifun, hadithi ni dhaifu, fi sanadihi, katika sanadi yake, ala ikhtilafi turuqihi, kwa utofauti wa njia zake, 3 ilalin, kuna illa 3, kuna kasoro 3. Ay laysat fi tariqin wahidin, yani hizo illa na hizo kasoro hazipo katika njia moja tu, katika mapokezi mmoja tu ya hadithi, la, katika mapokezi yake yote. Ndani yake kuna Muhammad ibn Abdurrahman bin Abi Lubayba wal-Laythi, na huyu al-Laythi
dhaifan, hawa watu wawili ni dhaif. Riwayat ibn Lubayba na riwaya ibn Lubayba au ibn Labiba an Sa'd ibn Abi Waqqas, kutoka Sa'd ibn Abi Waqqas, munqati', imekatika, ay mursala, ni mursal. Allahu almuwaffiq. Kwa hivyo sababu ya kwanza, mtu huyu Muhammad ibn Abdurrahman bin Abi Lubayba dhaif, al-Laythi dhaif, illa bili, illa tatu ni inqita'. Sababu tatu hizo, illa tatu. Kwa hivyo ni hadithi ambayo kwamba la taqumu bihi qa'ima. Tukazuri sana. Kisha sema Maulana, qala al-Hafidh ibn Hajar fi Fath al-Bari, amesema al-Imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fath al-Bari mujallad 11 sahifa 209, wal muradu bizikri huna, na maksudio ya dhikri hapa al-ityanu bil alfadh allati, yani maksudio ya dhikrullah nini? Allahu akbar, bismillahir rahmanir rahim. Wal muradu bizikri huna, na maksudio ya dhikri al-ityanu bil alfadh allati, ni kuyaleta ile matamko ambayo kwamba warada targhibu fi qawliha, kumepokelewa kupendekezwa kuyasema matamko hayo, wal ikthari minha, na kukithirisha kuyatamka matamko hayo, mithlu, mfano, mithlu albaqiyati salihat, mfano hizi maneno albaqiyati salihat, mema yenye kubakia. Ni yapi hayo mema yenye kubakia? Wa hiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Maneno haya yanaitwa albaqiyatu, yenye kubakia, as-salihatu, ambayo kwamba ni mema. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Asema hii ndio maksudi ya dhikri. Wama yaltahiqu biha, na yale ambayo kwamba maneno yenye kukutanishwa na maneno kama hayo, min alhawqala, kutokamana kusema la hawla wala quwwata illa billah, wal basmala, na kusema bismillahir rahmanir rahim, wal hasbala, na kusema hasbunallahu wa ni'mal wakil, wal istighfar, na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, kusema astaghfirullah, wa nahwi dhalika, na mfano maneno kama hayo, wa duai, na kuomba bi khairi dunya wal akhirah, khairi za dunia na akhira. Kisha sema Imam Ibn Hajar, wa yutlaqu dhikrullah, na huachiliwa ama hutumika neno hili dhikrullah aidha vile vile, wa yuradu bihi, na inakusudia kwa neno hilo almuwadhabatu, kudumu, ala al-amali, juu ya kufanya, bima aujabahu, yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameyapasisha, au nadaba ilayhi, au ameyapendekeza, katilawati al-Qur'ani, kama kusoma Qur'ani, wa qira'ati al-hadithi, na kusoma hadithi, wa mudarasati al-ilmi, na kusomeshana ilmu, wa tanafuli bis-sala, na kusali sala za sunna. Hizi zote zinaingia katika maana ya dhikri. Kisha sema thumma dhikru, kisha dhikri yaqau taratan bilisani, mara nyingine inaweza kutuka dhikri kwa ulimi, wa yujaru alayhi natiqu, na analipwa juu ya hilo mwenye kutamka hiyo dhikri kwa ulimi, subhanallah alhamdulillah, kwa ulimi unalipwa. Wala yushtaratu istihdharuhu limaanahu, wala haishtaritiwi ili apate ujira ahudhurishe maana yake. Na hili nafikiri majuzi hapa kuna mmoja aliniuliza, je, Sheikh, dhikri ili nilipwe lazima niwe najua maana yake? Jawabu lake ni hili, wala yushtaratu istihdharuhu limaanahu, haishartiwi ahudhurisha maana ya hayo maneno anayosema, lakini yushtaratu, inashartiwa, alla yaqsida bihi, asikusudie kwa hiyo dhikri ghaira maanahu, maana isiyokuwa iliyokusudiwa katika dhikri hizo. Hiyo ndio sharti yake tu. Wa in indhafa ila nutqi, na ikiungana na kutamka adhikru bilqalbi, kufanya dhikri kwa moyo, fahuwa akmal, basi jambo hilo ni kamilifu zaidi. Yani ikiwa utafanya dhikri kwa ulimi kisha ukaunganisha na kufanya dhikri kwa ulimi, kufanya dhikri kwa moyo, ukawa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala pia katika moyo wako, jambo hilo ni kamilifu zaidi. Fa in indhafa ila dhalika, likiungana na hilo, istihdharu maana dhikri, kuhudhurisha maana ya dhikri, wa mashtamala alayhi, na yale yaliyokusanywa na maana ya dhikri, min ta'dhimi Allah ta'ala, kutokamana kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafi naqais anhu, na takasa, wa nafi naqais, na kukanusha mapungufu anhu kwa Mwenyezi Mungu, izdada kamalan, dhikri hiyo inakuwa inazidi ule ukamilifu wake.
fa in waqa dhalika, hilo la kumtaja Mwenyezi Mungu likiwa litatuka, fi amalin salihin, ndani ya kitendo chema, mahma furidha, vyovyote kitavokuwa kimefaradhisha, min salatin, kutokamana na swala, yani faradhi yoyote, min salatin, kutokamana na swala, au jihadin, au jihad, au ghairihima, au vinginevyo, yani matendo mengine yasiyokuwa hayo mawili, izdada kamalan, dhikri hiyo inakuwa inazidi ukamilifu wake. Yani ikiwa ile dhikri utaifanya ndani ya amal salih, yani ikawa dhikri ndani ya sala ama ndani ya jihad au mfano wake, ukamilifu wake unazidi. Fa in sahaha tawajjuha, akiwa tasahihisha kule kuelekea kwake kwa Mwenyezi Mungu, wa akhlasa lillahi ta'ala, na akatakasa kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala nia yake, fi dhalika, katika hilo, fa huwa ablaghul kamal, bas huo ndo ukamilifu ulofika katika kilele. Waqala al-Fakhru ar-Razi, na amesema al-Imam Fakhru ar-Razi, al-muradu bidhikri lisani, maksudio ya dhikri ya ulimi, al-alfadhu dallatu, ni matamko yenye kujulisha, ala tasbihi, juu ya tasbihi, والتحميد نكم حميد الله سبحانه وتعالى, والتمجيد نكم مجد الله, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maksudi ya dhikri ya ulimi. والذكر بالقلب, na maksudi ya dhikri ya moyo, التفكر, ni kutafakari, fi adillati dhati, katika dalili za kuitambua dhati Allah subhanahu wa ta'ala, wasifati, na dalili za kutambua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi adillati takalifi, na katika dalili za yale maamrisho, wa fi adillati takalifi, na katika dalili yale mambo ambayo kwamba tulokalifishwa, tulolazimishwa kuyafanya, min al-amri, kutokamana na maamrisho, wa nahi, na makatazo, hatta yattali'a, mpaka afahamu, mpaka azione, ala ahkami, ya hukumu zake. Hiyo ndio maana ya dhikru bilqalbi, ni mtu kukaa kutafakar adillatu wujudillah, dalili za kupatikana Allah subhanahu wa ta'ala, dalili za haya maamrisho tuloamrisha, mpaka yafahamu. Pia hii inaingia katika dhikri, maana yake bahthi hizi tunazofanya na tafiti tunazofanya mbalimbali za kifiqh na za tauhidi, pia zinaingia katika dhikri. Wa fi asrari makhluqatillah, na kutafakari katika siri za viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, pia vinaingia katika dhikri. Wa dhikru bil jawarihi, na dhikri za viungo. Nini maana ya dhikri, kufanya dhikri kwa viungo? Asema huwa antasira mustaghriqatan fi ta'at, ni viwe viungo vyako vio vimezama katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa antasira mustaghriqatan fi ta'at, ni viwe viungo vyako vimezama kabisa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamma, na kutoka huko, samma Allahu, yani kutoka katika maana hiyo ya dhikri ya jawarih, maana hiyo tuloitaja ya dhikri ya viungo, samma Allahu, ameita Mwenyezi Mungu as-salata, sala, dhikran, ameita ni dhikri. Faqala, yasema, fas'au ila dhikrillah, katika sura al-Jumu'ah, pindi inaponadiwa sala siku ya Ijumaa, fas'au, basi endeni mbio, ila dhikrillah, kwenda katika utajo wa Mwenyezi Mungu. Dhikrullah ile kusudiwa hapa ni salatu al-Jumu'ah. Wanukila an baadhi al-arifin, na imenukuliwa kutoka baadhi ya arifin. Arifin ni watu ambao kwamba watambuzi, wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wacha Mungu. Qala, amesema huyo mmoja katika arifin, adh-dhikru dhikri ala sab'ati anha'in, ipo katika pande saba. Adh-dhikru ala sab'ati anha'in, dhikri ipo katika pande ngapi? Ipo katika pande saba. Fa dhikru al-aynaini bil buka, dhikri ya macho mawili ni kwa kulia. Wa dhikru al-udhunaini bil isgha, na dhikri ya masikio mawili ni kwa kusikiliza na kupulika sawa sawa. Yani mathalan hivi unavyosikiliza sasa hivi darsa ya fiqh hapa, basi pia ni dhikri ya masikio yako. Wa dhikru lisani, na dhikri ya ulimi, bithanani, kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikru lyadaini, na dhikri ya mikono miwili, bil'ata, ni kwa kutoa. Wa dhikru albadani, na dhikri ya mwili, bilwafa, ni kwa kutekeleza ahadi. Wa dhikru alqalbi, na dhikri ya moyo, bilkhawfi, ni kwa kumkhofu, ni kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Warraja, na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikru ruhi, na dhikri ya moyo, ya roho, afwan. Wa dhikru ruhi, na dhikri ya roho, bitaslimi, ni kwa kusalim amri,
ni kwa kusarenda juu ya yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amehukumu, waridha, na kwa kuridhia yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amehukumu. ثم قال كيش كسمع الإمام ابن حجر الأسقلاني كتك صحيفة 210 وأخرج الترمذي وابن ماجه نعم بكي الإمام الترمذي الإمام ابن ماجه وصححه الحاكم نعم كي صحيح حديث الإمام الحاكم من حديث أبي الدرداء كتك حديث أبو الدرداء مرفوعا هل يكوي من اليوم باكم تومي أما سيما ألا أخبركم تومي على سيما كوان بما صحابة ألا أخبركم جيني سوابي خباريني بخير أعمالكم kwa amali zenu ambazo kwamba ni bora zaidi, wazkaha na ambazo kwamba ni takatifu zaidi, inda malikikum mbele mfalme wenu, wa arfa'iha fi darajatikum na yenye kuinua zaidi daraja zenu, wa khairil lakum na ni bora zaidi kwa nyinyi amali hiyo, min infaqi dhahabi kuliko kutoa dhahabu, wal wariqi na fedha, wa khairil lakum na ni bora zaidi kwa nyinyi min an talqaw aduwakum kuliko kukutana na adui yenu, fatadhribu a'naqahum mkapiga shingo zao, wayadhribu a'naqakum na wakapiga shingo zenu. Yani nisiwaambieni hivi, nisiwape habari kwa amali ambayo kwamba ni bora kuliko amali ya kwenda kukutana na maadui, yani kwenda kupigana jihadi mkawaua maadui na maadui wakawaua? Qalu, wakasema sahaba, bali tuambie ya Rasulullah. Qala, mtume akasema, dhikrullahi azza wa jalla, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. رواه الترمذي حديثيا بكيوا نا الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم وهو صحيح حديثيا صحيح. وقد أشرت إليه الإمام ابن حجر الأسقلاني سيما ما يشري حديثي مستشكلا هل يكويتليا مشكلي في أوائل الجهاد mwanzo kitabu cha jihadi, ma warada pamoja na yale yaliyopokelewa fi fadhil mujahidi katika fadhila na ubora mwenye kupigana jihadi, annahu yakwa mwenye kupigana jihadi kasaimi ni kama mtu mwenye kufunga, la yuftiru ambao kwamba hafungui, wakal qaimi na ni kama mtu mwenye kusimama usiku, la yafturu ambao kwamba hapoi, haachi kusimama usiku, wa ghairi dhalika na fadhila zingine isizokuwa hizo, au ghairi dhalika na hadithi zingine isizokuwa hizo, mimma yadullu katika zile zenye kujulisha ala afdaliyatihi juu ya ubora mwenye kupigana jihadi, ala ghairihi au ala afdaliyatihi juu ya ubora wa kupigana jihadi, ala ghairihi juu ya zinginezo, min al-a'mali salihah katika matendo mema. Yani asema hadithi hii yaonyesha kwamba mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko mwenye kupigana jihadi. Lakini hadithi zingine zaonyesha kwamba mwenye kupigana jihadi ni bora zaidi kuliko, kupigana jihadi ni bora zaidi kuliko amali zingine zozote. Sasa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani anasema hadithi hii nimeishiria mwanzo kitabu cha jihadi nikiwa na mushkili nayo, yani nikiwa na ishkali nayo. Hadithi hii itasemaje vipi yani kwamba kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko kupigana jihadi, na hadithi za jihadi ni hizo? Sasa asema Ibn Hajar al-Asqalani, tutazikusanya vipi hadithi hizi na tuweze kuzitumia zote? Asema wa tariqu al-jam'i, na njia kuzikusanya hadithi hizi zote mbili na kuzifanyia kazi, wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi, anna al-murada ni kwamba maksudio bi dhikri llahi ya kumtaja Mwenyezi Mungu fi hadithi Abi Darda, katika hadithi Abu Darda tuliyosoma hapo juu, adh-dhikru al-kamil, maksudi yako ni dhikri iliyo kamili. Ni ipi dhikri iliyo kamili? Wa huwa ma yajtami'u fihi, na ni ile ambayo kwamba inakusanyikana ndani yake, dhikru lisani, dhikri ya ulimi, wal qalbi na moyo, bitafakkuri kwa kutafakkar, fil maana katika maana ile dhikri, wastihdhari azamati llah na kuhudhurisha katika moyo wako ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna alladhi yahsulu lahu dhalik, na kwamba yule ambaye kwamba linapatikana kwake yeye hilo la kufanya dhikri kamili, yakunu afdala, anakuwa mtu huyo ni bora, mimma yuqatilu al-kuffara mathalan, kuliko mfano yule mtu mwenye kupigana na makafiri, min ghairi istihdhari lidhalika, kuliko kulihudhurisha hilo. Yani mtu mwenye kukaa akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake
na kwa moyo wake na akahudhurisha na akauhisi ule ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni bora zaidi mtu huyo kuliko yule mwenye kupigana jihadi na akawa hafanyi dhikri kwa ulimi wake wala kwa moyo wake wala hudhurishi ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo, mwenye kupigana jihadi na akawa na dhikri na anahudhurisha adhama ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko huyo. Kisha asema wa anna afdaliyat aljihadi, na hakika ubora wa jihadi, inama hiya, hakika huo ubora, binisbati ila dhikri lisani, ni ukilinganisha na ile dhikri inayofanyika na ulimi tu, bidhikri lisani almujarrad, yani dhikri ya ulimi tu iliyoepushwa na hizi dhikri zingine za moyo na kuhudhurisha ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kupigana jihadi ukimlinganisha na mtu mwenye kufanya dhikri hizi zetu za ulimi tu, la ilaha illa Allah, subhanallah subhanallah, wala haipo katika moyo wala huhisi ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo sasa ukubwa wa jihadi ni mkubwa, ubora wa jihadi na kupigana jihadi mbora kuliko dhikri kama hii. Faman ittafaqa lahu, yule ambao kwamba itawafiki kwake, yule ambao kwamba itatokea kwake, anahu jamaa dhalika, ya kwamba yeye akawa amelikusanya hilo, kama yadhkuru Allah bilisani, kama mtu mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa ulimi wake, wa qalbihi, na moyo wake, wa istihdarihi, na akawa amelihudhurisha hilo katika moyo wake, wa kullu dhalika, na hilo lote akawa analifanya hala salati, hali ya kuwa anasali, au fi siyami, au akawa yupo katika somu yake, au tasadduqi, au hilo akawa analifanya katika kutoa sadaka, au qitalihi al-kuffar, au hilo akawa analifanya katika kupigana kwake na makafiri. Mathalan, mfano, fahuwa alladhi, huyo ndiye ambaye kwamba balagha al-ghayat al-quswa, amefikia upeo wa juu kabisa katika ubora. Wal ilmu inda Allah ta'ala, na elimu ya hilo ipo kwa Mola subhanahu wa ta'ala, lakini sisi binadamu tunajitahidi tu. Wajaba al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi, na ametolea jawabu ya hiyo ishkal al-Imam al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi bi annahu, ya kwamba ma min amalin salihin, hakuna amali yote njema, illa wa dhikru, isipokuwa na dhikri, mushtaratun, inashartiwa, fi tasihi, katika kuisahihisha. Yani anasema hakuna amali yote njema isipokuwa katika kuifanya ili iwe bora zaidi na sahihi zaidi, lazima ufanye dhikri ndani yake. Faman lam yadhkur Allah biqalbihi, basi mtu yule ambaye kwamba hakumtaja Mwenyezi Mungu kwa moyo wake, inda sadaqatihi, wakati wa kutoa sadaqa kwake, au siyamihi, au wakati wa kufunga kwake, mathalan, mfano, falaysa amaluhu kamilan, amali yake sio kamili kwa sababu haina dhikri. Fasara dhikru, kwa mnasaba kama huyo kawa dhikri, afdal al-a'mali, ni bora zaidi ya amali, min hadhihi al-haythiyya, kwa namna kama hii. Wayushiru ila dhalika, na inaishiria hilo hadithi semayo, niyatul mu'mini, nia ya muumini, ablaghu, ni kamilifu zaidi, min amalihi, kuliko amali yake. Rawahu at-Tabarani, hadithi mpokelewa na al-Imam at-Tabarani fi al-Kabir, katika Mujam al-Kabir mujallad wa 6 صحيفة 185, والبيهقي الإمام البيهقي في شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان مجلد 5 صحيفة 343. قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة، أمسيما الإمام السخاوي كتاب المقاصد الحسنة صحيفة 150 عن طرق هذا الحديث كوسيانا أكولينغانا ننجز حديثه، asema wahiya, na njia zake, wa in kanat dha'ifatan, hata kama ni dhaif, fa bimajmu'iha, basi kwa mkusanyiko wake, yani ukizikusanya, yataqawwa alhadithu, hadithi hii inapata nguvu. Wanzur Majma' az-Zawaid, pia tizama katika kitabu Majma' az-Zawaid cha Imam Nuruddin al-Haythami mujallad wa kwanza sahifa ya 61. Intaha, imekomeka maneno aliyokusudia kuyanukulu kutoka katika Fathul Bari ya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Fata'ammal jayidan, basi peleleza hayo vizuri. Bila shak wala raib, ndugu zangu wapendwa, ndugu zangu ahlul ilmi, ndugu zangu ahlul haqi, kwa bahthi hizi, kwa tafiti hizi ambazo kwamba zenye kutoa majasho, tafiti hizi ambazo kwamba pana kabisa na za deep kabisa, ambazo kwamba
tulizozipitia katika vikao vyetu viwili, kikao kilichopita na kikao chetu cha leo, kila mmoja kashaelewa haki na usawa uko wapi. Kila mmoja kashaelewa, je, haki iko pamoja na wale ambao kwamba wenye kusema ni sunna kufanya dhikri kwa sauti baada ya sala, ama iko pamoja na wale wapiga kelele ambao kwamba wakataza watu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatutaki kumlazimisha mtu kufuata huku wala kule, bali tunamtaka kila mmoja asome na asikilize kwa makini hizi dalili na hujja za ulamai na maaima ambao kwamba tunawafuata, kisha aifanye akili yake kuwa ndo hakimu. Kwa sababu kila mmoja ana akili yake, kila mmoja ana ufahamu. Na mwenye macho haambiwi tazama, mwenye macho haambiwi tazama, bali mwenyewe ukisikiliza tunaokiona tu haya, ukiona hizi hujja, ukiziona hizi dalili, basi utaelewa usawa na haki iko wapi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni katika wale ambao kwamba wenye kuitafuta haki na wakaifuata, wala asitujalie ni katika wale ambao kwamba wenye ushabiki, ambao kwamba wenye kuikataa haki kwa vifua vyao tu pasi na dalili wala hujja yoyote. Mpaka hapa tutakoma katika darasa leo. Insha Allah Ta'ala tutaendelea na darasa zetu. Nafikiri sasa tuko mwisho. Mwenyezi Mungu atulipe kwa subra yetu ambao kwamba tuliosubiri kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe badali kwa nyakati zetu ambazo kwamba tulizotumia katika kusoma na katika kusomesha fiqh kama hii, fiqh dalil, fiqh ambao kwamba inaakisi yale ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Mola Subhanahu wa Ta'ala wametutaka tuyafanye na wametutaka tuyaishi na tuyatabikishe katika maisha yetu. Na kila siku nasema hizi durus ama hizi maalumati ambazo kwamba tunazozipata zisiishie kwetu sisi tu, bali tuwafundishe pia na wengine. Kuna mtu mwingine hajui kwamba kuna darasa kama hii inafanyika, unaweza ukamueleza kuna darasa ya kitabu Sahih Sifatu Salati Nabi, kitabu kadha kinazungumzia hivi katika Ahlul Haqi, basi akatafuta kitabu akawa anasikiliza darasa kama hizi, na ukawa ni katika watu ambao kwamba waliochangia mtu kama huyo kuitambua haki. Na wadalu ala alkhairi kafailihi, mtu mwenye kujulisha katika khairi, mtu mwenye kujulisha katika jambo jema ni kama mtu aliyolifanya, yani thawabu zake unalipwa kama yule ambao kwamba aliyolifanya. Kama mtu kuna mwenye swali, mwenye istifsar, basi aulize na sisi tutamjibu. Wallahu yaqulu alhaqa wa yahdi as-sabil. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.